ili tufanane. Sasa kila siku vinakuja vitu vipya. Sasa hivi hata leo kwa si ya muungano pia wenyewe wanafanya kwamba ni ya muungano, wanachukua, sisi hatumo. Ndio maana mpira si jambo la muungano, lakini limechukuliwa sasa ni limekuwa la muungano. Si hatumo FIFA, si hatumo kafu, tumebakia sisi kuandaa shughuli za watu. Bizi na kwambia majamvi mabusati. Unaenda ukigombana na ndugu zako, unawanyang'anya ndugu zako, unawalaza njaa na wanao, lakini ufanye shughuli ya bwana. Bwana. Muungano ndio maana nasema muungano huu umekuwa kama nini? Ndoa ya jinsia moja. Lakini wamezidi na wao. Sasa tunachosema ndugu zetu, tunaposema mwaka wa kuinusuru Zanzibar, maana yake ni kwamba muungano huu umetufikisha, tumevishwa mpaka buleti. Sasa ndio tunasema kuluko mbele, hatukubali, hatuendi tena. Lazima turudishe mamlaka ya nchi yetu. Lazima turudishe mamlaka ya nchi yetu. Hilo watu wa Kisiwa Panza hamlitaki? Watu wa mkoani hamlitaki hilo? Naam. Maana tukiliacha mtakuja kuwa wageni kwenye nchi yenu, na mnayaona. La pili na nimalizie, la kuinusuru Zanzibar. Tunasema jamani, kazi kubwa ya serikali, kazi ya msingi ya serikali ni kuwawezesha wananchi. Kazi ya msingi ya serikali ni kuwawezesha wananchi kufanya mambo ambayo yatawafanya wananchi kwanza waishi katika nchi yao wakiona fahari kwamba wao ni hapa ni nchini kwao. Wafanya wananchi waone kwamba serikali yao inawatumikia. Lakini kikubwa zaidi ni kulinda haki ya wananchi kwamba ndio wenye nchi. Ni kulinda haki ya wananchi kwamba ndio wenye nchi. Sasa ili ulinde haki ya wananchi kwa ndio wenye nchi, ufalme mkubwa wa wananchi, ufalme mkubwa wa wananchi ndugu zangu, ni kuweza kuweka na kuondoa viongozi wao. Kwa sababu viongozi hawaendeshi mambo ya baba zao wala ya mama zao wala ya shangazi zao, wanaongoza mambo ya watu baada ya kupewa ridhaa na wananchi. Sasa leo unapokuwa na watawala ambao wanataka kujiweka kwa nguvu, wanajiweka kwa nguvu, wanajiweka kwa kuua watu, wanajiweka kwa kudhulumu, kwa kufanya chaguzi zilizojaa ghilba. Hao hawako kwenye serikali, hao hawajatimiza, na hao hawatimizi, na hao hawafai kuwaongoza. Mtadamirika, mtabaki maskini maisha. Kwa sababu mtu haingii kwenye madaraka kwa kuua mtu anayekwenda kumpigia kura. Kama kweli nia yake ni kuja kwamba akutumikie wewe, atakuwaje aje akuue? Inakuwaje aje akupige nyumbani mwako? Inakuwaje aje akuzuie haki yako ya kupiga kura? Akuzuie haki yako ya utambulisho kwamba wewe ni mwana wa nchi. Kisiwa Panza hawako ambao mmenyimwa zana ID? Hawako? Hawapo watoto walionyimwa vyeti vya kuzaliwa? Hawapo walionyimwa kuandikishwa? Sasa huyo anayejiita kiongozi, huyu kiongozi wa nani? Huyu kiongozi? Kisiwa Panza kwa sensa ya mwaka 2022 ina watu 3746, au sivyo? Kwa hesabu yao wenyewe
ilifanywa kwa zogo, ikazinduliwa kwa zogo hapa, au sivyo? Kwa wastani kwa nchi yetu idadi ya wapiga kura huwa ni takriban 48% mpaka kati ya 45 na 48. Mshanifahamu? Ndio huko hata wakati wa ukoloni ndio ilivyokuwa, hata chaguzi zilizopita ndio ilivyokuwa. Hawa chaguzi za nyuma wapiga kura wa kisiwa Panza kabla 2022 walikuwa 1200. Leo wapiga kura wa kisiwa Panza wamepunguzwa wakawa 800, sasa hivi wamefika 900. Maana yake nini? Maana yake wamewanyima watu wa kisiwa Panza karibu 600 700, nusu kwa nusu takriban, haki ya kupiga kura, haki ya Sasa huyu mtawala gani? Huyu binadamu gani? Unaona fahari wewe kwamba unaongoza watu hawa maskini, unawaogopa hata sauti yao? Maana kitu cha mwisho cha mwananchi ni nini? Sauti yake. Kwa hivyo sisi tunachosema kwamba hawa wameshindwa na kitu cha mwisho kabisa, ni serikali, ni kiongozi kuhakikisha mwananchi anapata haki yake. Mwananchi hana haki hiyo. Mwananchi akinyang'anywa ardhi yake haipati tena, halipwi fidia, au si kweli watu wa kisiwa Panza? Sasa huyu akiendelea, maana yake anachotafuta utawala, ana biashara yake, na tunaiona uchaguzi wa 2020 hapa wameua watu 21 Pemba na Unguja, 17 Pemba, watu 4 Unguja. Wameacha watu wenye ulemavu wa kudumu 18. Watu waliojeruhiwa wakatibiwa muda mrefu 47. Tukategemea pamoja na yote hayo kwamba jamani yamekwisha, tukaingia kwenye GNU tujenge tena upya. Wakasema sisi wamerudi wanafanya yale yale. Tumeona uchaguzi wa Konde, nyie mshaiba kila kitu. Yaani Mungu akitaka kuwafedhehesha bwana, manake Konde nyie mshaiba uwakilishi. Mnaye maneno ya kwetu kihantiri mmoja, maneno mengi kweli kweli. Uwakilishi wa kuibiwa, mtu kapewa kahongwa na unaibu waziri, maneno kweli kweli, utafikiria mwakilishi kweli. Sasa wakaona lile haliwatoshi. Alipofariki mbunge tukafanya uchaguzi mdogo, wakataka kwenda kuiba na ubunge. Ajabu, ubunge ule hauwaongezei chochote. Maana umo ndani ya bunge wana wabunge 99%. Kitu kimoja cha Konde kingewafanya nini? Kinawaongezea nini? Kinawapunguzia nini? Lakini wallahi Mwenyezi Mungu alitaka kuwafedhehesha. Wakenda wakuiba, kuandika matokeo yao, wakaandikiwa sisi lakini watu wa Konde wakasema hili mtalitema. Wakamwambia yule alogombea Sheha Mpemba, kiti hiki utakitema. Alikitema hakukitema? Alikitema hakukitema? Sasa mimi waulize watu wa kisiwa Panza, huyo ambaye atakuja kuchukua tena kiti kwa nguvu, nyie mtamwachia? Watu wa kisiwa Panza mmenyamaza, inaonesha mtamwachia. Aite jamani, mtamwachia? Kwa sababu ujinga huu sasa. Naam, tunasema kazi ya serikali ni kuwawezesha wananchi. Jamani, kisiwa Panza Mwenyezi Mungu alhamdulillah kawajalia kila aina ya utajiri, kila aina ya utajiri. Bahari ni utajiri,
mazingira mlionayo ni utajiri wa kufuga nyuki, utajiri wa kufuga samaki, wa kuvua, mkasarifu mazao ya baharini, mkauza, mkaishi kwa raha mustarehe, sio katika umaskini huu. Leo unakuja kisiwa Panza, eti kama ukija huku utafikiria hakuishi watu bwana. Hao jiuliza unakwenda pori gani? Sababu kama kunaishi watu, kule unakoingia angalau si ungeona dalili watu wamewekewa pahala, wakifika wanapumzika kusubiri vyombo, kukiwa na mvua angalau kuna sehemu ya, si ndivyo jamani? Si ndio binadamu? Si ndio kazi ya serikali? Ukija hapa ukiwa na mgonjwa, maji yakiwa yametoka, sijui unampeleka mpaka wapi? Sasa mwaka wa 60 ukiwagusa wanakwambia, tunachosema sisi ndugu zangu ni kwamba kazi ya kuinusuru Zanzibar, kwa sababu hatuwezi kuishi hivi. Huku kunaishi binadamu, huku Mwenyezi Mungu kawapa kila rasilimali. Kazi ya serikali ni kuwawezesha kuweza kutumia rasilimali zile na tukaweza kupata maendeleo. Ndiyo tunayosema, hiyo ndio kuinusuru Zanzibar. Kuinusuru Zanzibar ni kila mtu kupata haki yake. Kuinusuru Zanzibar ni kwamba kuondoa ufisadi. Mmekuwa mnamsikia makamu hapa kila kwenye mikutano yetu tunasema ufisadi ulioko, ukisikia kumejengwa ghorofa moja, basi ujue 3 ziko mfukoni. 3 ziko mfukoni. Ndio maana ukaona watu hawashughuliki, hawana habari ya watu. Mmewahi kuwasikia nyewe wakizungumza habari ya maisha ya watu? Wanazungumza ghorofa, tumejenga sijui nini, kwa sababu ghorofa moja 3 ziko mfukoni. Ndio maana tunaambia jamani, Mwenyezi Mungu atufikishe. Tukifika wakati wake, sasa hivi umshipa tunaukagua tu. Ukifika wakati wa kuja kuupasua, utayaona hawatoweza kupita hata njia. Ufisadi uliofanywa ni mkubwa wa kupindukia mpaka. Ndio maana tunasema tunataka tuinusuru Zanzibar ili tuondokane na ufisadi, kwa sababu pesa zinazopigwa mradi mmoja tu, utajenga bandari wapi hapa kisiwa Panza, kwenye mradi mmoja tu watu walizotia mfukoni, unajenga bandari ya kisasa hapa kisiwa Panza. Sikuwa hivi. Una halmashauri, lakini kisiwa Panza mwanzo mwisho kuna zege ya udongo, mesi ziti tope. Kuna zege ya nini? Ya udongo. Sasa unajiuliza serikali jamani iko wapi? Hizo serikali iko wapi? Kwa hiyo tunachosema ndugu zangu, ndio maana tunasema huu ni mwaka wa kufanya nini? Wa kuinusuru Zanzibar. Ni mwaka wa kuinusuru nchi, kuitoa kwenye ndoa ya jinsia moja. Ni mwaka wa kuinusuru nchi kutokana na ufisadi. Tufike pahala watu waishi kwa heshima katika nchi yao. Tuwajenge mustakabala mwema watoto wetu na wajukuu zetu. Tujenge misingi ya nchi yetu ili tuwatengeneze ustaarabu wa kuendesha serikali. Mje mshindane vijana kutafuta mtu anayewafaa kuendesha nchi, mkiwa wamoja, mkiwa kitu kimoja, kila mwenye haki yake aipate. Wakati huo ndio kutakuwa na siasa. Sasa hivi kuna harakati za kuikomboa nchi, ya kuinusuru nchi. Tuipate, tuinyooshe, tuambie hivi ndio serikali inavyotakiwa kuendeshwa. Tuwaekee misingi, tuwatengenezee katiba mpya ya kuendesha nchi yenu, ili mje mpate mustakabala mwema wa nchi yetu. Nchi hii kiendelea hivi ovyo ovyo inavyoendeshwa, wallahi itafika pale haitokuja kutawalika. Ndio maana tunasema huu ni mwaka wa kufanya nini? Tumefahamiana.
Tuko tayari kwenye safari hii? Tuko tayari? Wakisiwa Panza tuko tayari? Hebu tujenyweni mkono kama tuko tayari basi. Jamani, hii ni ahadi. Na ahadi ni nini? Nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza.